Tuanzia na story fulani. Ujerumani miaka fulani hivi, kuna jamaa sikumbuki jina lake, alikuwa ndo tajiri namba 1 Ujerumani. Okay. Unaona? Jamaa alikuwa na dola bilioni 11 utajiri. Siku moja, kwa sababu unajua wale utajiri wao mara nyingi unapimwa kwa kupanda na kushuka kwa soko la hisa. Sawa. Soko la hisa likashuka kutoka dola bilioni 11 ikaenda dola bilioni 9. Yeye hapo ndo alikuwa namba 1. Iliposhuka akaenda kuwa namba 3, yani ile dola bilioni 9 ikamfanya awe namba 3. Yule ndugu alienda kujinyonga. Amekuwa namba 3 badala ya kuwa namba 1. Yani alienda kujinyonga. Sasa nikawa najiuliza, ni kwamba alirithi mali au ilikuwaje, au alikuwa tu na stress zingine, matatizo mengine nyuma ya pazia ambayo hayakujulikana. Lakini story ambayo iliniwazisha sana kwamba kuna watu wa aina hiyo wengi, ambaye duka limeungua, anamiliki mafuso yote yameanguka, labda sio alikuwa parking yote yamepigwa moto, huyo mtu anapata pressure kafa, au anaamua kukata tamaa. Sasa unajiuliza, kama unajua njia zilizokuleta hapa, si ni swala la kupata retreat, ukae ujipange kama Ayubu vile, urudi tena? Mbona mfano rais wa Marekani wa sasa, kuna story yake maarufu sana, aliwahi kuwa juu akafeli, alifilisika kabisa, alikuwa na madeni, akarudi tena. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua njia zilizomfikisha juu. Sasa wewe inakuwaje unapata changamoto, unaamua kujinyonga kwa sababu tu tumepoteza mali?